Mfanyabiashara maarufu Jennifer Joven almaarufu kama Nifa na wenzake 21 wamefikishwa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam wakikabiliwa na mashtaka matatu ya uhaini. Washtakiwa hao wamesoma mashtaka yao mbele ya hakimu mkazi mkuu Aloni Limuya, huku upande wa mashtaka ukiongozwa na jopo la mawakili wa serikali wakiongozwa na Hemed Alfan. Shtaka la kwanza, washtakiwa wote 22 akiwemo Nifa wanadaiwa kati ya Oktoba mosi hadi Oktoba 29, 2025 katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam walipanga njama ya kutenda kosa la uhaini. Shtaka la pili linawakabili washtakiwa 22 akiwemo Nifa ambapo wanadaiwa kutenda kosa la uhaini kwa kujaribu kuzuia shughuli za uchaguzi mkuu zilizofanyika Oktoba 29 mwaka 2025 katika baadhi ya maeneo ya jiji la Dar es Salaam. Shtaka la tatu ni shtaka linalomkabili Nifa peke yake kati ya Agosti mosi hadi Oktoba 24 mwaka 2025 alijaribu kujihusisha katika vitendo vinavyoashiria uhaini dhidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alpha TV tumepata nafasi ya kupiga story na moja kati ya wanasheria ambao atatuelezea nini maana ya uhaini, makosa ya uhaini ni makosa namna gani, na je, kama mtu akikutwa hatiani na makosa ya uhaini adhabu yake inakuwaje? Naweza nikasema uhaini ni kama moja la kosa la jinai. Mfano, kuua ni moja la kosa la jinai. Ukisoma sheria ya kanuni ya adhabu sura namba 16 iliyofanywa marekebisho mwaka 2022 kifungo namba 39 kimezungumzia uhaini kwa lugha nyepesi kabisa kwamba ni makosa dhidi ya serikali. Mfano alichofanya kina Nifa, wao wameshawishi mtandaoni. Kwa tunarudi kule katika vifungo nilivyosema hapo juu kwamba mtu yote atajaribu kushawishi au kujaribu kuipindua nchi, huyo tunamuita muhaini. Ama ukikutwa na makosa ya uhaini, adhabu yake ni kufungwa kifungo cha maisha au kunyongwa. Mpaka kufika hapo nadhani utakuwa umeshaelewa kesi za uhaini zinakuwa ni kesi za namna gani na adhabu ya mtu ambaye atakutwa hatiani na kosa hilo la uhaini adhabu yake inakuwaje. This is Alpha TV, ndo sehemu pekee kabisa inayokupa kitu ambacho unastahili kupata. Make sure umesubscribe YouTube channel yetu ili kuwa kwanza kupata notification. Thank you for listening. Mimi naitwa Hesin.